Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu mahali popote ulipo katika jina kulipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo kinachokujia moja kwa moja mahali popote ulipo. Na leo tuna somo jipya kabisa linalohusu toba ya kushughulikia hali ya kiroho ya ardhi. Toba ya ardhi. Toba ya kushughulikia hali ya kiroho ya ardhi. Na tunaongozwa na neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia sura ile 22 mstari wa 29 mpaka ule wa 30. Na ukisoma neno hilo linasema, nchi isikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu, kwamba mtu huyu hatafanikiwa katika siku zake zote, hata kuwa na watoto, na hata akiwa na watoto hawatafanikiwa kuketi katika kiti cha enzi cha Daudi. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu popote alipo. Tunaomba ujumbe wa neno lako ukapate kugusa na kufungua. Roho wako Mtakatifu na mwachilia sasa auishe ufahamu wetu na usikivu wetu wa ndani, ili tusikie kile ambacho Roho anayasema kanisa. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Sasa tuangalie kidogo kwanza, ardhi ni nini? Ardhi ni eneo lenye mipaka halali kiumiliki, lakini kwenye ardhi kuna mambo makuu mengi sana ambayo ni vizuri tukayaelezea ili uelewe kwa nini unatakiwa uombee ardhi. Kwanza, ardhi ina masikio, na ndio maana ukisoma katika lile neno la Yeremia 22 mstari wa 29 inasema, nchi ni ardhi, sikia, nisikie neno la Bwana. Kwa hiyo ardhi ina uwezo wa kusikia, ina masikio ya kusikia. Lakini ardhi inatunza kumbukumbu. Kama inaandika habari, lazima itunze taarifa, inatunza kumbukumbu ya chochote inachosemeshwa. Lakini ardhi inabeba laana na ardhi inabeba baraka. Ardhi inatumiwa kama shahidi na Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunafundisha kuhusu ardhi, lazima uelewe ardhi ulioko imesemeshwa nini, imetunza kumbukumbu za nini, imeandika nini. Sasa na tunaombeaje ardhi? Tunaombea ardhi zaidi kwa kutumia damu ya Yesu, damu ya mwanakondoo Yesu Kristo, ambayo iko kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari ule wa 24. Damu ya Yesu ya kunyunyuza inanena mema, inanena msamaha. Damu ya Habeli ilikuwa inadai kisasi. Ndio maana nasema hiyo damu ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habeli. Ya Habeli maana yake ni ile damu ambayo ni ya yule ndugu aliyeuawa na ndugu yake ambaye ni Kaini. Kaini alivyomuua Abeli, damu ya Abeli ilikuwa inadai kisasi mbele za Mungu, ilikuwa inalia, ilikuwa inadai haki. Kwa hiyo kwenye vipindi vilivyopita tulikuwa tumeshaeleza madhara ya kumwaga damu isiyo na hatia. Mojawapo ni kwamba damu huwa inadai kisasi, lakini damu ya Yesu inadai msamaha. Damu ya Yesu inazungumza toba, inazungumza rehema, inazungumza msamaha, inazungumza utakaso. Kwa hiyo sasa, namna ya kuombea ardhi kabisa ni lazima utumie hii damu ya Yesu. Na hii damu ya Yesu ukitumia vizuri, ina uwezo wa kufuta kumbukumbu. Ina uwezo wa kufuta kumbukumbu zilizoandikwa na ardhi ambazo ni kinyume. Kama ina kumbukumbu za mauti, ina uwezo wa kufuta kumbukumbu za mauti. Lakini kama ina kumbukumbu za magonjwa, inaweza ikafuta kumbukumbu za magonjwa. Lakini kama ina laana, damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kufuta na kubatilisha laana. Damu ya Yesu inanena kinyume na mabaya. Damu ya Yesu inanena kinyume na laana. Lakini ardhi, ukitumia damu ya Yesu na ukaiachilia kwenye ardhi kwa imani, sasa ina uwezo wa kubadilisha hali ya kiroho ya ardhi hiyo, kutoka kutokuzaa. Kuna ardhi nyingine ukikaa huwezi kupata mtoto. Ndio maana anasema, nchi lisikie neno la Bwana, andika habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Kwa hiyo unaweza ukaolewa mahali pengine, mkakaa kwenye eneo ambalo limesemeshwa watu watakaokaa pale wasipate uzao,
na ukashangaa sasa haupati uzao. Kumbe tatizo sio wewe, tatizo liko kwenye ardhi, haliko ndani ya mtu, liko kwenye ardhi. Ni ile ardhi haitaki mtu azae akiwa katika eneo hilo la ardhi. Lakini unaweza ukawa katika ardhi fulani usipate kazi. Ukisoma Yeremia 22:29 na 30 utaona anasema kwamba hata ukipata watoto wasifanikiwe kuwa na kiti. Kiti ni kazi. Kwa hiyo unaweza ukaa kwenye ardhi ambayo pia ina madhabahu ambazo haziruhusu mtu kuajiriwa, haziruhusu mtu kuwa na nafasi yoyote ya kiongozi ya kazi mahali popote. Kwa hiyo ni lazima unapoomba toba ujue ardhi yenu ina maneno gani, ina taarifa gani, ni taarifa gani unaenda kuzifuta, ni maneno gani ambayo yameachiliwa kwenye hiyo ardhi. Kwa hiyo ukifanya hivyo, kuna mambo mazuri yatatokea, kwa sababu kwanza kutatokea msamaha, Mungu atasamehe, kwa sababu ukiachilia damu ya Yesu inanena mema. Lakini kama ardhi imebeba roho ya mafarakano, ukiachilia damu ya Yesu inaondoa ile roho ya mafarakano. Ile kitabu cha Walawi sura ya 17 mstari wa 11 inasema, mimi nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ndiyo hiyo damu ifanyao upatanisho. Kwa hiyo kuna madhabahu nyingine zikiwa kwenye ardhi zinatengeneza roho ya mafarakano kwa watu waliookoka. Unakuta ardhi ina miungu mingine na wewe umeokoka na Mungu mwingine. Kwa hiyo kinachotokea pale, miungu inashindana. Kwa hiyo kunaanza kutokea na roho za mafarakano. Ukiingia na damu ya Yesu kwa njia ya toba, ukipita kwenye ardhi ukiachilia damu ya Yesu, ukinyunyuza kwa ajili ya kuomba toba, hiyo hali inaweza ikaondoka. Tunakushukuru kwa kutufuatilia mahali popote ulipo ulimwenguni. Tutatoa sehemu ya pili hivi punde. Kwa hiyo endelea kufuatilia maandiko tuliyoyatoa na somo hili, kwa sababu ni refu, tutalitoa lote. Mungu